Karibu kwa mara nyingine tena katika kurasa za mwisho, na leo hii ikiwa ni kurasa special kuelekea katika mtanange wa watani wa jadi Simba na Yanga. Huu ni mchezo mahususi kabisa ambao magazeti nayo yamepamba kuelekea katika pambano hilo ambalo litapigwa majira ya saa 11 jioni. Kwa sasa hii ni kwa sababu ni kurasa, twende kule kwake Crispin Auli akiwa mtaani. Crispin, habari za wakati huu, uko wapi? Na mara nyingine tena katika matangazo ya katika kipindi special mahususi kwa ajili ya mtanange wa Simba na Yanga, watani wa jadi. Na mara hii hapa nipo katika viunga vya Keko Magurumbasi katika kijiwe cha King Palace hapa, ambapo mashabiki ni wengi kweli kweli wakisoma vichwa mbalimbali vya magazeti. Langu jina ni Crispin Malangu Hauli, nikiwa sababa kabisa na mwenzangu mpiga picha Hussein Idi, tukikuletea haya matangazo moja kwa moja kutoka maeneo haya ya Keko Magurumbasi. Huku ndipo ngumi ilikozaliwa, lakini leo tunazungumza kuhusiana na Simba na Yanga, mechi ya watani wa jadi. Magazeti ni mengi kweli kweli tukiangalia, lakini gazeti naloanza nalo ni la Tanzanite. Naweza kusema hivyo, naanza nalo kwa sababu kwanza nimelisifu kurasa zake zote mbili. Kurasa wa mbele limechagiza na picha kubwa ikionyesha mtanange wa Simba na Yanga wameipa nafasi gani, huku picha ya Mheshimiwa Rais Pombe Magufuli ikionekana. Lakini kwa nyuma pia limechagiza hivyo hivyo, Simba Yanga nani mbabe leo. Kwa hiyo nimeamua kuanza nalo hili kwa sababu limetoa kipaumbele kikubwa gazeti hili la Tanzanite. Yapo magazeti mengine hapa mengi. Champions nalo likionyesha Simba yaipiga bao Yanga wanakaa, yani wameuliza kichwa cha habari hichi wanakaa kimeandikwa kwa rangi mbili zinazungumzia nyekundu na njano. Lakini pia kuna gazeti la Bingwa hapa, msije na matokeo mfukoni. Hilo ndio jambo lilikuwa kizungumzwa hata kwenye mkutano wa waandishi wa habari pale jana. Tumesikia manahodha wa timu zote mbili wakizungumza usije na matokeo mfukoni, kwa maana kwamba ujue mpira wa miguu una matokeo matatu. Ni jambo zuri hii, kusio na watu ambao wanaweza kaanguka pale uwanjani wakazimia kutokana na kile ambacho kinaendelea. Lakini pia kuna gazeti la Mwanaspoti, acha mtu aumie, yani acha mtu aumie. Lakini hii kuumia kwake ni kama fujo isiyoumiza, yani watu wanaonekana wakiwa wamechagiza vile vile na vikosi hapa. Mkwasa Steven watambiana leo, mtajua nani baba lao, wanauliza hivyo. Ukiangalia kuna vikosi vya timu zote mbili hapa wakiwa wameshavipanga. Lakini sasa tupate fursa Philip Cyprian kutoka hapo studio tuweze kuzungumza moja kwa moja na mashabiki wa soka hasa Simba na Yanga. Ukiona wamechagizwa na jezi wamependeza, wengine wana jezi za Yanga, wengine za Simba, wengine hata timu wanazozipenda kule England. Huyu jamaa yangu naona ana jezi ya nchi gani? Ya Uturuki. Tuambie, ngoja nianze na huyu aliko karibu. Dogo, unaitwa nani? Okay. Unaogopa? Mtu wa Yanga sogea hapa. Nipo. Pengine tuambie katika vichwa vya magazeti leo, kichwa gani cha gazeti kimekuvutia wewe? Mimi naitwa Kesi Momba. Kichwa kizuri ni hiki hapa hiki. Wataweza kweli hawa wapi? Hii tulishaimaliza kwa prison. Tulimpiga moja tukaimaliza shule. Yaani hapa leo tunahitimisha tu. Kitu gani kitakupa jeuri kwamba sasa hivi tuna maingizo mapya. Umeona kuna Nionzima, kuna huyu Molinga kama kawaida karudi upya, tunawaua mbili. Molinga mbili tu tunawaua. Alafu kuna jamaa wangu mmoja huyo alizimiaga kuna mechi moja ya Simba na Yanga mwaka 2003. Lakini namuhitaji tena aje tena leo. Nimekuja na Dicropa pamoja na dawa za BP. Kwa hiyo umempa anyo kabisa? Nitamuokoa. Na tuzungumze naye jamaa. Wewe bwana unaitwa nani kwanza? Naitwa Mo Nyungu. Kabla tujazungumza na wewe kuhusu swala lako la kuzimia kama alivyosema mtani wako, kichwa cha habari gani cha gazeti kimekuvutia hii leo mpaka kukufanya wewe uone timu yako itashinda? Hii wamekaa. Hii kichwa cha habari cha championi. Wanakaa. Sawa. Nini matumaini yako kuelekea mechi hiyo ya Simba na Yanga? Matumaini yangu ni makubwa kuliko ukubwa wenyewe ulivyo. Kwa sababu kikosi changu jinsi kilivyo ni kikosi bora, kinacheza vizuri, kina kocha mwenye uweledi. Kwenye matokeo ya mpira yapo ya kushangaza. Moja wapo la kushangaza ni la Yanga kumfunga Simba. Hili jambo moja la kushangaza. Yanga kumfunga Simba ni kushangaza. Simba akishinda
kila mwanadamu atasema tu tulijua huyu atashinda. Lakini Simba akifungwa atashangaa matokeo yameshangaza. Simba kafungwa na kikosi kibovu kama hichi, kikosi ambacho hakieleweki. Kikosi hakina mwanzo wala kila mwisho, hakina mapana. Hakina moja, hakina mbili, hakina tatu. Kikosi kinachoshindwa kulipa hata mshahara wa sisimizi. Wakati Simba Sports Club ina mshahara mtu mmoja, ina uwezo wa kulipa wachezaji wa Yanga watatu. Jamaa alisema ulizimia. Sasa matokeo yako tofauti, hali itakuwaje? Sijawahi kuzimia. Hajathibitisha. Bana huyu usalizimia. 2003 anakuambia. 2003 mimi tulikuwa tujuani. Kataa. Kabisa. Hatujawahi yeye mpaka wakati alikuwepo nao kwa mtetemeko, maana shughuli zake bwana ni kuuza kuku. Kaenda kuchinja kuku akoseka chinja kidole, ana ushahidi anao. Hii unaona kidole kimejikunja. Sasa ana kweli hayo? Hamna. Unatetemeka? Hamna. Tetemeki. Maliza kesi. Na vile vidonge ulivyompa amepokea? Leo nimekuja navyo tena, nitaenda nayo kwa sababu huyu anaondokaga naye. Najua kabisa tutapopishana tunakutana wapi, tunajuana nyuma baya nanipa. Minazini. Kwa hiyo mimi huyu kama sikumkuta najua tayari ameshazimia. Kitanda yanamfuata. Roho yake kama ya kuku. Sawa, bado tunazungumza na mashabiki hapa. Ndugu yangu, niambie kwanza kichwa cha habari gani ambacho kimekuvutia katika magazeti ya leo? Naitwa Mohamed Kilambo, mimi ndo katibu wa tawi la Keko Kombozi. Pia mimi ndo katibu wa kanda ya Temeke kwa wanayanga. Kichwa cha habari kilichonivutia leo ni bingwa msije na matokeo yao. Bingwa limetoa taarifa msije na matokeo. Lakini ndugu zetu kama wanavyojitamba hapa, wao tayari wana matokeo yao mifukoni. Wanayo. Na tunajua kwamba tunalitahadharisha jeshi la polisi, ulinzi uimarishwe, kwa sababu matokeo yao yakishakuwa ndivyo sivyo huwa wanavunja viti pale. Wewe utasaidia ulinzi pale? Ulinzi tutasaidia wenyewe. Tutasaidia. Na ndio maana tumemhamasisha ndugu zetu wa Yanga leo wavae jezi zao, waingie kwa wingi uwanjani. Sisi kazi yetu itakuwa ni ulinzi tu leo, kwa sababu leo tuna uhakika Simba anakufa 2-0 pale Taifa. Simba anakufa 2-0 Taifa. Mtu wa Simba kwa sogea. Wewe nishaongea na wewe. Sogea kwanza hapa. Naona umevaa. Bana, unaitwa nani kwanza? Bana, naitwa Chari, natokea Keko Magurumbasi. Yanga wanasema mnakufa 2-0. Mimi kwanza nimekubali sana na kichwa cha habari hicho, wanasema kwamba wamekaa, lazima Yanga akae. Kwa sababu nakutana na timu ambayo imefungwa goli 8, mimi nimefungwa goli 3. Ushanifahamu bwana? Kwa hiyo Simba ukiichukulia Simba, wachezaji wake na wachezaji wa Yanga ni vitu tofauti. Kwa hiyo sisi tunampiga mpira mkubwa, tuna wachezaji wakubwa, tuna wachezaji wanakaa na mpira kuliko Yanga. Yanga anacheza staili ya kukimbia, Simba anacheza total football. Kwa hiyo ni vitu tofauti. Leo hii ni tarehe 4, ni goli 4. Safi kabisa. Tarehe 4 goli 4. Uhakika unaotoa wapi? Kabisa. Na utoa kwa sababu timu yangu ni nzuri, nina kocha wa ukweli. Na kocha msaidizi anajua. Mpaka sasa hivi mvua tayari ishanyesha. Kocha msaidizi wa wapi sasa? Wa Simba. Kocha msaidizi Matola anajua kwamba tunaingia hapa tunatoka wapi. Lazima wafe. Amini nakwambia. Ayaya. Naam, hizo ni tambo za mashabiki. Mzee wangu unaitwa nani? Unaitwa nani mzee wangu? Mimi naitwa Medius wa kimataifa Kikoti. Timu gani unashabikia? Mimi nashabikia timu ya Simba. Umemsikia ndugu yako anasema leo tarehe 4 bao 4. Na wewe una uhakika huo? Na uhakika huo kutokana na uwezo mkubwa wa Simba. Na uhakika huo. Kitu gani ambacho unakiona katika kikosi cha Simba? Kikosi cha Simba ni kizuri, ukiangalia wachezaji kwa uwezo wa mmoja, uwezo wao ni mkubwa sana. Kwa hivyo tunaamini wazi kwamba na mfumo ambao Simba wanatumia ni Simba leo itashinda goli 4 kutokana na tarehe 4 ambayo inachezwa. Itashinda hivyo. Na upande wa Yanga nyinyi mnasemaje? Unaitwa nani ndugu yangu? Mimi naitwa Innocent Nicholas Mvula. Umekuja hapa katika kijiwe cha magazeti. Gazeti gani ambalo limekuvutia wewe likakupa matumaini mpaka ukaamua kuvaa jezi? Na leo Yanga wanasema uwanja mzima uwe yellow. Make stadium yellow. Na Simba wanasema one touch 3 point. Nyinyi mnasemaje? Mimi gazeti lililonivutia ni hili hapa, msije na matokeo yenu mfukoni. Alafu namalizia na kusema mpira ni dakika 90. Una maana gani? Matokeo yanapatikana ndani ya dakika 90. Kwa hiyo hawa kelele zao hazitunyimi sisi kucheza mpira. Kikosi chao akitunyimi sisi ushindi. Umeshaelewa? Pesa huwa inunui furaha.
lakini lazima walipe watu wafanye kazi. Sawa, pamoja na hivyo, lakini tumewaandaa wachezaji wetu kile kikosi cha kuunga, lakini kitafanya matokeo ambayo yatawashangaza watu. Yanga wameunga vipi na kati tayari kuna miziki imeingia mle, watu wa mwendo kasi wameingia, kina Ditram Nchimbi na wengine? Ndio maana tumeunga ili kuboresha kikosi chetu, alafu baada ya hapo tukishawapiga tutawekea nyimbo ya Diamond ile. Tumewacha hapa Kidude akiwa choki Kidude, hata wakiungana matusi kututukana, lakini hataweza. Yanga itabaki kuwa Yanga. Naam, hizo ni tambo za mashabiki. Pengine Filipo, studio, kuna lolote la ziada kutoka huko studio? Asante sana Crispin. Lakini Crispin, wakati ukiwa unakuja huku, huyo jamaa huyo wa Simba uliongea naye mara kwanza kabisa, inaonekana kama amempiga KO yule jamaa wa Yanga yule. Maana alianza kwa makeke yule jamaa wa Yanga. Sio kama unanipata Crispin. Naam. Unanipata kuhusiana na yule jamaa yule wa Simba yule. Alikuwa kimya, ulianza kuongea na jamaa wa Simba. Huyu mwenye barakashia? Yule wa mara kwanza yule ambaye yule mwenye jezi ya Uturuki yule. Mwenye jezi ya Uturuki. Mwenye jezi ya Uturuki. Mwenye jezi ya Uturuki? Amempiga knockout wa Yanga huyo. Unataka nimrejeshe mwenye jezi ya Uturuki? Ameshaondoka Haya bwana. Alitoka kidogo, wanamuita anakuja hapa. Haya, wakati tukimsubiri, vipi kuhusiana na watu wengi wamependa vichwa vya habari vya leo. Huyu hapa umemrejesha bwana Filipo. Kuna nini unataka kumwambia? Inaonekana huyo jamaa mzee wa Uturuki amempiga knockout mzee wa Yanga kwa maneno tu, kwa jinsi ambavyo alivyokuwa akimjibu vipande vyake vyote alivyokuwa akisema huyo mshabiki wa Yanga. Kwanza amekataa kwamba haongei naye. Alafu amemkataa kabisa, yani amemkataa jamaa. Aje hapa ongee. Anaona kumbukumbu hata ukizilia. Na Filipo. Hakusahau. Kiujumla nataka kufahamu tu bado hilo bato yao wapenzi wawili hao wa Yanga na Simba, hasa huyo mzee wa Uturuki alikuwa bado ana maneno mengi ya kuzungumza kuhusiana na timu yake ya Simba leo. Huyu bwana, labda pengine Filipo nimpe fursa, ulikuwa una lolote la kuongezea kuhusiana na timu yako ya Simba? Kuna na mambo na timu yangu ya Simba kwanza naiamini. Kwa msimu ulivyoanza mpaka ilipofikia, hata katika viwango vyenyewe ukitizama tu, hata kafu wao wamepewa renki kubwa kuliko vilabu vyote vya Tanzania ambavyo vinashiriki ligi hii. Na ukitizama vizuri wachezaji wa Simba mmoja mmoja, ukichambua mmoja mmoja, unakuta kwamba unasema individual player, unakuta ni mchezaji mwenye kiwango kweli. Hata usajili ambao tumeutambulisha jana tu, unaona kwamba hawa wanaleta watu wa tofauti. Hawa wenzetu wanadandia watu. Unamrudisha Nyonzima ambaye tayari kashacheza, kashaka miaka 5 Tanzania tayari, na bado anakuja, mnakwenda kumpokea kwa shangwe. Mnakwenda kumpokea kwa shangwe, ambapo mchezaji wenyewe yeye mwenyewe tu akifika kwamba atakanipeke Kinondoni Makaburi na anapajua ni mwenyeji, mwenda kumpokea kwa shangwe namna ile. Amekuja mchezaji mgeni kutoka Msumbiji, kaja peke yake. Amna aliyemwona anaingia na changanya mpaka fungua mlango, kaja Dar es Salaam tayari kasaini, hapa katambulishwa biashara. Ametoka klabu kubwa, katoka ligi ya South Africa, kacheza Msumbiji, anakuja kucheza Tanzania. Hebu angalia hii level aliyokuwa nayo, alafu anaongeza kitu gani kwenye Simba? Umeona bwana? Hawa wenzetu wanatuambia kwamba msije na matokeo yenu mfukoni, lakini ukiwahoje hoja zao utasikia anakuambia bwana, tuna goli 2. Sasa goli 2 na nyinyi mnatoa wapi kichwani? Na mmesema kwamba mtoi mfukoni. Sasa hizo goli 2 mmetoa nyinyi, mmetoa kwenye kitu gani? Mnabeba kichwani? Sasa huu ni uandawazimu. Ukisikia baadhi ya uandawazimu wa binadamu, na yeye mmoja wapo. Anajisahau anachokiongea. Kwamba wakati huo anaongea, waambie wasije na matokeo mfukoni, alafu mwisho anazungumza tunafunga 2. Sasa wewe una akili timamu? Sema bwana, chochote kinachokutokea ndio hicho nitakipokea. Hapo utakuwa uko sahihi. Lakini unasema nitakufunga 2. Unaona tu wapi sasa? Mimi nimetoa matokeo yangu mfukoni, nimekwenda nayo. Wewe umetoa kichwani, maana anaonekana, maana kichwa sijajua kiko wazi, hajavaa kofia, kinaonekana. Sasa hawa tunashindwa kuwaelewa hao ndugu zetu, lakini wao wenyewe katika mioyo yao. Uje moyo na kawaida useme. Unasema na kichwa chako na nafsi yako tu, bwana mimi simuwezi. Uje mtu usemweza, akikupiga kibao unajua kwa sababu mimi simuwezi. Hebu angalia, wewe angalia kwanza mwenyewe kwa macho yako au kwa akili yako tu jinsi ilivyo. Simba jinsi ilivyo na Yanga. Hata katika jana katika conference ambao walikuwa wanatambulisha pale, wanaongea Juma Abduli, angalichokiongea Juma Abduli, angalichokiongea Boko, angalichokiongea kocha mkuu, kocha mkuu wao.
Kocha mkoa anakimbia kwa waamuzi. Sasa huu utaila. Huu utaila. Lazima ajiami kwamba mambo yawe sawa bwana. Wewe cheza mpira kwa fundisha wachezaji wako. Wewe wachezaji wako waambie mnatakiwa mfanye na kiukweli. Na tuongee ukweli bila kuficha. Yanga kama akiingia kwa kusema anataka akacheze naye apunguke, acheze open game 10 atakula nyingi. Lakini akicheza kwa kiheshimu Simba, wenyewe Mwarabu anaitwa hujuma murtada. Hujuma inayokurejea kwamba njoo mimi nazuia. Alafu ikitakiwa kuja mimi nitakuja kwa wakati. Wanaweza akasema hicho anachokitaka wakafanikiwa kwa sababu sisi nina kiu ya kumpunga nyingi. Kumpunga moja Yanga mimi nafsi yangu bado sili pila ulobo. Sio ushindi. Mimi natakiwa Yanga afungwe kuanzia 3 kwenda juu na kula pilau robo, yani nakununua mchele robo, nyama robo, viazi robo, kila kitu robo ile yani mchele na utafuta. Unajua la pilau nani mchele utafute. Sio unakula nyama unatafuta ile kwa mimi nataka kutafuta mchele. Kama nataka kutafuta mchele bana, Yanga umesikia hiyo kitu? Hizi tambwe zao kelele za chura zimnyimi tembo kunywa maji. Wao wana matokeo yao na wao wanakiamini kikosi chao, ila wakumbuke rekodi iko hivi. Ile rekodi ya 3-3 wengi walikuja na matokeo yao, la kwanza, la pili, la tatu, akazimia wa kwanza, akazimia wa pili, akazimia wa tatu. Baada ya hapo ndo huku na huku akaja akaomba suluhu, bwana inakuwa hivi na hivi. Matokeo yake sijui mganga hao hivi na hivi walienda wakapiga simu kwa mganga kwa wanajua wenyewe, wakayafuta matokeo ikawa ya 3-3. Lakini ndo tunawaambia mpira dakika 90. Wanakiamini kikosi chao lakini mpira hauko hivyo. Ndio maana unaona hata Naniliu Mani alishangazwa kwenye msimu kwenye ligi kuu ya Uingereza. Walikuwa wanatamba kikosi kizuri, lakini leo hii wako nafasi ya ngapi? Mimi shabiki wa Yanga na Chelsea ya Uingereza. Baada ya kumpiga Chelsea Uingereza goli 4 Mani walijisifu sana nao. Lakini leo hii Chelsea yuko nafasi gani na wao wako nafasi gani? Bana nakushukuru sana. Asante. Filipo, najua umepata mengi, umemsikia mzee wa Uturuki kashazungumza ya kwao. Tuagane kabla sijarudi studio, tuagane na mzee hapa. Mzee unaitwa nani? Mpe huyo. Upo hapa. Ulikuwa kitu gani kimekutia kwenye magazeti hapa? Mimi naomba kwamba mpira wacheze kiuhalali. Mpira wacheze kiuhalali na marefa wawe sahihi. Sio kwamba waingie pale uwanjani mmoja anapendelewa mmoja asipendelewa, haiji hivyo. Kwa hiyo unataka upigwe mpira mwingi leo? Mpira upigwe mwaka jana mzee ulipendelewa. Mwaka jana mimi siseme mwaka jana. Mimi nasema ya leo. Leo nataka mpira mwingi. Leo nataka mpira uchezwe. Mwaka jana huyu amependelewa. Goli kapiga pasi mchezaji wa Yanga mtu kafunga, wanasema offside gani? Nyinyi mmependelewa. Unaona sasa. Bila shaka yote kwa yote tusubiri dakika 90 za leo nini kitaamua. Vikosi vyote viko sawa sawa. Na Filipo Cyprian, nafikiri nirudi kwako studio. Nirudi kwako studio kwa ajili ya kuendelea na kurasa za mwisho. Kwa niaba ya mwenzangu Hussein Idi, mimi ni Crispin Malango Auli. Nirudi kwako Filipo Cyprian. Unasema atatoka nani? Nashukuru Malango kwa taarifa hiyo huko mtaani, na leo hii ni siku njema kabisa kwa maana kwamba watani wa jadi wanakutana. Kwa hiyo basi kuanzia asubuhi kama umeweza kufuatilia matangazo yetu, tupo hewani kuhusiana na swala moja tu la watani wa jadi. Kwa hiyo tunaendelea kukupa nini ambacho kipo pale alipo. Crispin atatoka ataelekea maeneo mengine kuweza kukupeleka mpaka muda wa matangazo ya mpira pale saa 11 jioni ambapo tutaweza kufuatilia michezo hii. Na leo hii basi katika kingamuzi cha Azam ni bandika bandua, kwa sababu mara baada ya mtanange wa watani wa jadi itafuatiwa na michezo ya FA ambayo itakuwa hapo kuelekea katika hiyo ni bandika bandua FA ya Uingereza. Na unavyosema FA ya Uingereza ni michezo mizuri leo hii wakiwa wanacheza. Haya, sikutambulisha jopo langu hapa. Jabiri yupo kama kawaida, Lastek, Mwani, Fau na King, wote hawa wakiwa katika kurasa za michezo. Wanavyosema kwamba ukiwa wachezaji wa timu zote mbili wakiwa uwanjani katika dabi kama hii, formation inaharibika. Kwa na sisi formation imeharibika ya kurasa za mwisho, na ndio maana unaweza kuona hata bango letu la nyuma silo lile la kurasa za mwisho. Kwa hiyo formation imeshaharibika. Na mimi nimeota kwamba mara baada ya mechi ya leo
Simba na Yanga watakutana tena Mapinduzi. Mimi nimeota na mara nyingi nikiota sawa sahihi. Labda katika historia ya kuota kwako uoga vinakuwa vya ukweli. Ndio hiyo namwambia sahihi. Ndoto inakuwa sahihi. Wanakutana nusu finali. Mapinduzi. Nusu finali. Ya Mapinduzi Cup. Mapinduzi inaanza kesho. No, Mapinduzi inaanza kesho Mapinduzi. Kwa hiyo baada ya mechi hii wa jamaa wanakwenda Zanzibar. Kwa hiyo kutakuwa na kwa hiyo mechi ya leo atakayefungwa katika mechi ya leo kuna kulipia katika mechi ya Mapinduzi pale. Kwa hiyo kusiwe na tatizo lolote. Mimi labda niwaulize waandishi. Tunaijua mechi ya Simba na Yanga na tunajua kwenye media house zenu mnachotarajia baada ya mechi na siku ya pili kwenye swala la mauzo. Pamoja sitaki kuuliza uwaga mnauza sana timu gani ikimfunga mwenzake. Hilo sitaki kuuliza. Mshauliza. Mmejipangaje kuelekea kwenye media house zenu kuelekea kwenye mchezo huu, kwa sababu sawa huwa mnaturipotiaga vituko na vitu mbalimbali vinavyotokea uwanjani, pamoja naonaga vitu vinavyotokea kwenye picha mara nyingi vinakuwa ni vichache kuliko vituko ambavyo vimezunguka mchezo wote kwa ujumla. Mmejipangaje, labda nikianza na National Media, Mwananchi Communication? Labda nizungumze kwa upande wa Mwananchi kwamba kama kawaida timu ipo imeenda uwanjani kuanzia saa 6 asubuhi, watu wako huko mpaka jioni, wataripoti mazingira yote kuanzia, kwa sababu wakati mwingine mpira wa Simba na Yanga unapendeza zaidi nje ya uwanja kuliko unachotokea ndani ya uwanja. Ndio maana wakati mwingine unakuta vile vinaporipotiwa ndani ya uwanja vinakuwa vichache kuliko vile nje, kwa sababu unakuta pale ndani ya uwanja kunakuwa hakuna ufundi, hakuna mbinu, wachezaji wanacheza tu mradi wanacheza kama kufurahishana kuliko yani wanakuwa wanakamiana sana kuliko kucheza mpira wenyewe unapokwenda. Kwa hiyo matokeo yake mwisho wa siku watu wanashindwa kufanya analysis nzuri ya kile ambacho kinatokea uwanjani na kile ambacho wachezaji wamekionyesha uwanjani. Kwa hiyo unakuta ripoti inakuwa sio ilo shiba sana uwanjani, kwa sababu yani inakuwa iko vurugu kuliko mchezo unavyotakiwa. Kwa hiyo matokeo yake watu wanabidi wafocus kwenye yale yanayotokea nje ya uwanja, kwa sababu watu wanatamani kuyaona, kwa sababu hasa kingine TV ipo, social media zipo. Kwa hiyo vitu vingi vya uwanjani vinakuwa vinaonekana. Kuna vitu ambavyo havionekani ambavyo wale washabiki ambao waenda uwanjani na walikuwa kwenye TV wanataka kuvijua yalotokea nje ya uwanja, kabla ya mechi, baada ya mechi, mashabiki walirespondi vipi, polisi walidili vipi na watu. Maana kipindi kama hiki inakuwa wengine wanakuja kuibiwa pale, wengine sio wanazimia, wengine. Kwa hiyo kuna hivyo vitu ambavyo watu wanataka kuvijua zaidi vilivyotokea kuliko yale matokeo, kwa sababu matokeo wengi washapata, washaona mpira. Mbaya zaidi bora mtu afungwe, unakuwa kidogo inakuwa nzuri kwenye kuripoti nani, kuliko ikiwa mechi ikiwa draw, yani na afu mpira ukiwa hujapendeza unakuwa ripoti yake inakuwa sio nzuri sana, kwa sababu kwamba hakuna issue kwenye uwanja, kwa sababu ufundi mara nyingi unakuwa uonekanegi uwanjani ni kurukaruka zaidi kuliko kuonyesha ufundi. Kwa hiyo nadhani ndio maana media nyingi zinapeleka watu, unaweza unavyosema kwamba ripoti ya mechi inakuwa ndogo kutokana na mazingira hayo, lakini nje ya uwanja waandishi nadhani kila timu imepeleka watu wake. Wewe kama mmoja katika waandishi wa habari ambao nasomaga makala zako kwenye Mwananchi, kwa tathmini yako kwa haraka kwa toka ligi imeanza, mizani yako iko wapi? Kiufundi Simba wako vizuri, kwamba timu yao wanaongoza ligi, wana matokeo mazuri kuanzia ligi imeanza, kiacha mechi moja sio walipoteza, lakini timu yao iko stable, kwa sababu timu imekaa muda mrefu. Japokuwa amebadilisha kocha na hata kocha kidogo anajaribu kucheza na wachezaji anabadilisha kila siku, lakini bado timu yao iko stable, haiumbishi. Ndio maana timu anaibadilisha kila siku kukosa, lakini wachezaji bado wanapata matokeo. Yanga wako kama kwenye kipindi cha mpito, kwa hiyo ukiwaangalia Yanga hawachezi sana kama timu, wakati mwingine inakuwa ni individual zaidi kupata matokeo yao. Ndio ukiona Yanga wanapocheza hawafurahishi, yani hawachezi mpira wa kufurahisha, lakini wanaweza kupambana kupata matokeo. Yani Yanga kinachowasaidia ni ile spirit ya kupambana. Najua wana mambo mengi nje ya uwanja, mambo ya mishahara, si mambo gani, mchezaji mwingine kafungiwa, mchezaji mwingine kaondoka. Kwa hiyo kuna Mkwasa ana kazi kubwa ya kuwatengeneza kisaikolojia wachezaji wake kuendana na hali ilivyokuwa sasa. Unaona hata anavyoenda kwenye hii mechi anahitaji sana kuwatengeneza wachezaji wake kisaikolojia kwa ajili ya kupambana na wamechukua wachezaji wao wameleta
sidhani kama wengine watatumika, lakini kama watawatumia, je, watafit kwenye mfumo wa leo, au kwa sababu mpira wetu wa Tanzania tunaenda tunaweza kupata. Lakini naiona Yanga ambayo haichezi kama timu, Simba inacheza kama timu. Ndio maana unaona leo wabadilisha wachezaji 6 na bado timu inacheza vile vile. Hao watu wamekaa pamoja wanacheza kama timu. Yanga hawachezi kama timu. Ukiwabadilisha wengi unapata kitu cha ajabu uwanjani. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo kubwa ambayo kwa sana nayo kuelekea kwenye mchezo wake wa leo. Naona. Mwani, kama mwandishi toka ligi imeanza mizani yako koje? Siko mbali sana na alichozungumza Kinga, sababu kiangalia Simba inafanya vizuri na ina kikosi kizuri ambacho waliandaa kikosi kikubwa. Kwa hiyo kuelekea katika mchezo huu, ukiangalia statistics za Simba zinaibeba Simba kuonekana kwamba leo inaweza kufanya vizuri, lakini hilo halitoshi. Mpira ni dakika 90. Lolote linaweza likatokea. Hatuwezi jua. Yanga ina ingizo jipya na wachezaji wapya. Kwa hiyo kama wakitumika na wakaja wakabadilisha mchezo pale, lolote linaweza kutokea. Kwa hiyo tusiwe na imani sana kwamba timu gani itashinda. Sisi tuachie dakika 90 ambapo mpira utachezwa. Maana unaweza ukasema watu kama hivyo wanaenda kuna matokeo yao mfukoni. Fika pale unakuta wanazimia, wanafanya nini? Kwa hiyo kutokana na hivi tunavyoenda tunazungumza kwamba watu wasiende na matokeo mfukoni, linabadilika. Kwa hiyo ile tendency ya watu kuzimia itapungua uwanjani. Kwa hiyo tusiamini sana nani anashinda. Twende tukaangalie mpira. Na siku zote mpira wa Simba na Yanga huaga kuwa ule mtamu sana katika mechi kama hii, watu kwa sababu wanakuwa wamekamia, haiwagi kuna mechi nzuri, yani unakuta mechi. Kwa hiyo kwa safari natumai kwamba wachezaji wanaweza kucheza na kaonyesha performance nzuri katika mchezo. Sijui nani atashinda. Tuachie dakika 90. Faustin, jana ulitupigia picha ukionyesha huko kwenye deski lako ofisini tayari kwa mapambano. Vipi kama Nipashe? Mmejipangaje? Unajua unapokuja mchezo wa Simba na Yanga, hata kwenye vyombo vya habari kuna mabadiliko. Yaani sio kama ambavyo wataenda kuripoti wanavyoripoti mchezo mwingine. Kidogo huu una uzito wake, kama ambavyo ametangulia kusema King, ni kwamba mchezo ambao unaangaliwa sana matukio ambayo yanatokea hasa nje ya uwanja. Kwa sababu ndani ya uwanja tutaangalia kwenye TV, tutaangalia kwenye social media, lakini kikubwa ni nje. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi pia ni vile kwamba tumetuma watu wapo ambao wataenda kukava matukio ambayo yako ndani ya uwanja, kwa maana kwamba mchezo wenyewe, magoli, sessions na vitu vingine vyote, lakini pia tutakuwa na watu kwa ajili ya matukio yale sasa ambayo wewe huwezi kuyaona ukiwa pale uwanjani. Kwa hiyo kama chombo cha habari tumejipanga kwa sababu ni mchezo mkubwa. Lastek, jana ulishaanza kututupia kwenye digital yenu ile ambayo imebadilika kidogo. Internet imefanya kazi. Imeanza kufanya kazi. Alianza kuelezea mambo ya Simba na Yanga jana Lastek. Mmejipangaje kama Tanzania Newspaper? Kikweli sisi tumejiandaa kwa staili kubwa ya kupeleka waandishi wetu kila kona ya uwanja na nje ya uwanja vile vile, lakini kikubwa ambacho sisi tunatarajia ni timu moja ipate matokeo ili tuweze kufanya biashara. Sisi tumeangalia zaidi biashara zaidi tunafanyaje. Kwa hiyo inapotokea kama itatokea ni sare, basi kidogo huenda mambo yasiwe mazuri kibiashara, lakini endapo kutakuwa na mmoja anashinda, either Simba either Yanga, sisi yoyote anaishinda, naamini kwamba itaweza kusaidia kwenye biashara kama biashara ya magazeti. Lakini kwa upande mwingine kiufundi sitarajii mambo makubwa sana kwenye mechi hii. Kama jinsi walivyosema wenzangu hapa, mechi hii inachezwa nje, pressure inakuja pale ndani ni kubwa sana. Uzuri juzi tena nilivyokuwa Moshi nilibahatika kwenda kuangalia mazoezi ya Polisi Tanzania, nikakutana na mchezaji mmoja wa zamani wa Yanga anaitwa Pato Ngonyani. Nilikuwa najaribu kudodosa vipi dabi zinakuaga aje na nini. Sasa yeye kwa uzoefu wake amecheza dabi 3. Anakuambia huwa mechi nyingine mnaweza kupredict, lakini inapofika mechi ya Simba na Yanga hata muwe vizuri vipi, hamjui chochote kinachoenda yani kile ambacho kinaenda kutokea hamna uhakika nacho. Hamna siku anakuambia hata wakati ule Yanga ina fedha nyingi na udhamini mkubwa, walikuwa wanaenda uwanjani wanaenda kucheza na Simba, lakini hawajui matokeo yatakuwaje. Wanajua kwamba chochote kinaweza kutokea.
licha ya kwamba mechi zingine wanaweza kupredict kwamba hapa tunampiga mtu hapa hivi. Kwa hiyo for me naona ni game ambayo inahitaji matokeo ili tuweze kufanya biashara. Kulikuwa na mkutano wa waandishi wa habari kati ya shirikisho, makocha wa timu zote mbili na manaoza wa timu zote mbili. Vipi waandishi wa habari, jambo lenu la kuingia uwanjani bila vurugu, matatizo ambayo yalikuwa yanajitokeza nyuma lilizungumzwa? Iko kimefanywa kazi. Nafikiri naweza kuipongeza TFF kwa hatua ambayo imeweza kufikia. Nadhani jana na juzi wametoa vitambulisho kwa waandishi. Kwa hiyo leo manake ile migogoro ambayo tulikuwa tunaiona kwenye migogoro ile tunaamini imeisha. Jana ni vitambulisho ambavyo ni vya kudumu mpaka mwisho wa ligi. Kwa hiyo nadhani hamna tena ule usumbufu wa kwenda pale sijui kitambulisho cha mechi hii, mara umefika uwanjani unaambiwa leo hiki hakitumiki. Nadhani hiyo problem imeisha, na kweli naweza kuipongeza TFF kwa hiyo kazi wameifanya. Lakini kuangalia jana walifanya press conference ya Simba na Yanga. Nadhani wangekuwa wanafanya basi na timu zingine. Wasiangalie tu big game hivyo alafu zingine hizi wanazipotezea. Na kwa nini swali hilo kama hilo mkuuliza? Kwa sababu hata mimi nilijitahidi kufikiria kwamba na pamoja ni kweli mnasema mnapata challenge kubwa kwa sababu kuna social media ambazo zinakutangulieni nyie kwenye kuripoti. Yaani kwa mfano hizo. Lakini na mimi nilisema hivi, nilikuwa nimeona ile nikasema kwamba kwenye mechi zingine za ligi, hata kama Lipuli na Mbeya City, kuiweka ile mechi kwenye place kama pale Mbeya inapochezwa, ni vile vile inazidi kuongeza awareness ya wananchi wa eneo lile kwenda uwanjani. Kwa sababu ndio maana nikaanza kuona kwamba kumbe inawezekana kabisa. Tumeona wale watu kwenye magazeti pale wote jana kumbe walifuatilia ule mkutano wa makocha na makapteni. Kwa hiyo tumeona kwamba kumbe kuna umuhimu hata hizi mechi ndogo ndogo ambazo labda zinaonekana kama unavyosema zinazalaulika, lakini ni muhimu kuziwekea mkutano kama ule, kwa sababu nimeona zinaongeza awareness ya watu kujua kwamba hapa kuna nini. Kwa sababu tunakumbuka last season mechi ya Lipuli na Mbeya City iliingiza 100,000. Ilikuwa 100,000 au 1,000 ilikuwa. 100,000. Timu zote zikaondoka, yani zile gharama za uwanja, chaki, walinzi, Lady Cross. Kwa hiyo mwisho akapata 9. Kwa hiyo mimi nafikiri ni jambo lenu la kuendelea kuhamasisha TFF kwamba zile mechi place ziwe zinafanyika kwenye kila mechi kusudi ziongeze awareness ya watu. Na uzuri unajua mechi hizi kama TFF hawana staff wa kutosha, wanaweza kuongea na vyama vya michezo vya waandishi hivi au vyama vya waandishi. Kwani TASWA ipo? Manake mjumbe yupo nani? Hiyo TASWA TASWA tuiache kwanza. Tuweke kiporo. Lakini kuna vyama vingi vya waandishi ambavyo vina waandishi wa michezo ambao pengine wana awareness kuhusiana na mambo ya mpira na nini. Na kama unakumbuka TFF walishawahi kutoa training mbalimbali kwa waandishi wa habari. Aim yao ilikuwa ni kulink kati ya media na mpira, lakini pia walitoka ujuzi fulani cha kumwezesha mwandishi anaweza kuwa hata media officer wa mechi husika kwenye ligi hapa au hata kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo kama mechi inachezwa Mbeya, unaweza kutafuta mwandishi wa Mbeya pale akasaidia coordinate press conferences kabla na baada ya mechi, na itasaidia kuboost na kusikika kwa mechi. TFF hawezi kusema kwamba wana upungufu wa watu, kwa sababu soka ilivyo kila kona ya Tanzania kuna FA. Kila kona ya Tanzania kuna FA nipo. Wale wote ni wanachama wa TFF. Ndio maana wako kule, na wale wote ni wajumbe wa mkutano mkuu wa TFF. Kwa hiyo mechi inachezwa Mbeya, mechi inachezwa hata ikichezwa kijijini. Ndio maana hata mashindano ukianzisha kokote, unapoanzisha mashindano lazima TFF iwe na taarifa mashindano yako yakiwa rasmi. Kwa hiyo nadhani ni uamuzi ambao hata Mkwasa aligusia kwamba isiwe mechi hii tu. Kwa nini mechi hii? Aligusia Mkwasa anasema isiwe mechi hii tu, kwamba ikiwa na Simba na Yanga mechi zote ni ndio taratibu wote duniani kwamba kabla ya mechi lazima kunakuwa na press conference kwamba wachezaji waende wakazungumza na makocha wao, na baada ya mechi vile vile makocha na wachezaji wanatakiwa waandaliwe sehemu wazungumze. Kwa hiyo ni wajibu wa TFF, sio sisi kutufanya waandishi na vyombo vya habari kukimbizana na wachezaji makocha uwanjani. Inakuwa sio utamaduni mzuri. Kwa hiyo nadhani ni TFF kusimamia kanuni yake ambayo wanayo, ipo kwa nani, ni kuisimamia tu. Jamani, mechi inachezwa Mbeya, mechi itachezwa Jumamosi, basi Ijumaa
makocha wa timu zote mbili wanakuwepo wanazungumzia hiyo mechi. Okay. Mechi kichezwa Jumapili hivyo inakuwa hivyo. Okay. Kwa sababu nafikiri inawezekana nyinyi mashahidi tunaangalia hizo mechi ndogo ndogo za mikoani. Unaweza kukuta saa nyingine watu unaweza kuwahesabu kwa vidole. Tunaweza kuona kusema kwamba tu zile timu sijui zifanye nini, mnasemaga ile kwamba kupita mitaani, lakini hiyo nayo nafikiri inaongeza awareness na mtu kufahamu kama kuna mechi, kufahamu mtu kama kuna mechi, kiingilio ni hiki na hiki, na pia nafikiri kama mko husika ukiwa na hype ya mechi husika nafikiri watajaza watu wengi. Kuna changamoto nyingine ambayo waziri mwenye dhamana ya michezo Harrison Mwakembe jana alizungumzia, ikiwa ni pamoja na masuala ya kuingia uwanjani, uwanja wa Taifa pale mageti hayafunguli kwa wakati. Hebu tumsikize kwanza yeye, afu tunaweza tukapata hoja yake anachozungumzia kuhusiana na hicho, afu tutakuja kuzungumzia zaidi. Sawa, nimefurahi sana kwamba pitch imekaa vizuri. Manager anakushukuru sana kwa kazi nzuri ambayo unafanya, kwa sababu hapa kila siku lazima tumwagilie maji, tuweke dawa kuondoa bakteria. Nimeona viti vile vile, nimehakikishwa kwamba sehemu yote ambayo viti vimekaa ovyo ovyo vimebadilishwa. Mkianza kuangalia sehemu zingine naona kabisa hivi vitu vipya. Kwa hiyo ni kazi nzuri imefanyika, na hii inawakumbusha hata mtu anayekaa pale kwamba hata ukishindwa using'oe kiti. Unaharibu miundombinu, na safari hatuwezi kukubali. Tuna vijana wengi wa usalama wetu kuhakikisha tu kwamba hakuna kinachoharibika. Nimejiridhisha na swala la mageti yetu. Nilikuwa nimeanza kusema maneno mageti ni machache. Hapana, mageti yote makubwa 4 yatakuwa wazi, na hata wakati wa kutoka sio 4 tu, yataongezeka mengine hata 10 yatakuwa wazi kwa ajili ya watu kutoka, ili tuwe na kwa kweli na usalama wa hali ya juu hapa ndani. Tatizo moja dogo tu ambalo limebaki kwa sisi wa Tanzania, sijui tufanye nini. Mnakumbuka nimekuwa nasisitiza sana kwamba kuna umuhimu, hiki kiwanja kimewekwa, kila kitu kimewekewa namba, tiketi ziuzwe kwa namba. Kwa Tanzania haiwezekani, na mimi nimejiridhisha hivyo. Kwa sababu tujaribu mara ya kwanza, wanatoa tiketi hizo, mtu anaingia ndani akataa, sema huko anakaa Yanga. Okay, huyo ni waziri mwenye dhamana ya michezo Harrison Mwakembe akizungumzia kuhusiana na hiyo. Hivi pale Taifa pale inashindikanika pale? Philip. Mimi niliwahi kuwa wakati uwanja huu unafunguliwa. Mechi yetu ya kwanza tulicheza kirafiki, si ndio? Na Uganda. Baada pale nilibahatika kuwa kwenye kamati fulani ya kuhakikisha tunauza tiketi. Yaani kama mnakumbuka tuliuzaga tiketi kwenye supermarket na kwenye metro station za Ulicom. Swala hili la kuweka ticket namba sio tatizo. Sawa? Yaani mimi ambacho nimemuelewa, tatizo linakuja sasa kwamba watu wenyewe wale wanaouziwa tiketi kufuata zile namba. Kiti changu. Kiti changu. Hilo ndo jambo kubwa ambalo lilikuwa ni changamoto kubwa sana. Na hata tulivyofanyaga mkutano, maana tulikuwa tunafanya mkutano mara kwa mara na maafisa wa Wizara ya Michezo kipindi kile. Unaona, na Kaijage ambaye akiwa afisa habari wa TFF. Ilikuwa ni changamoto, ilikuwa ni hiyo. Nafikiri kuna mechi ya Stars na Kameruni. Tulijaribu, nakumbuka. Tulijaribu kuweka hizo namba, lakini bado ilikuwa ni changamoto. Yaani nakumbuka watu walikuwepo, walikuwa wanaelekeza kwamba wewe ni roll fulani namba fulani. Walikuwepo kwenye majukwaa wanaelekeza. Na kama ukitaka hii ifanikiwe sana, hii ukitaka ifanikiwe zaidi, yani uifanikishe, ni lazima kwenye zile, kwa mfano VIPB, kuingia VIPB kuwe na watu waaminifu sana, ambao yule mtu mwenye tiketi yule anaokuja, sawa, kama tiketi yake sio ya VIPB asiingie kwenye VIPB. Lakini jambo kubwa ambalo ameliongelea waziri ambalo ni kubwa, na nafikiri labda ameambiwa na wasaidizi wenzake au amewahi kupata malalamiko, na mimi leo naenda uwanjani, likitokea na nzuri nayo namba yake waziri nitampigia, ni swala la kufungua mageti wakati mpira umeisha. Nimesikia sio amesema mageti 4. Amelizungumza hapo, amesema kwamba mageti 4. Na pale kuna mageti mengi, lakini unakuta saa nyingine watu wote labda mnashuka kutoka huku VIP A labda UB, mnategemea geti moja kutoka. Kwanza ni risk.
Yani riski inakuwa kubwa, riski inakuwa kubwa sana. Sijui labda waandishi wa habari kama wanakuaga na mlango wao special. Lakini weakness, yani hilo jambo aliongea waziri ndio jambo kubwa kwenye uwanja wa Taifa. Mpaka unajiuliza, sasa haya mageti mengine yamewekwa nini na hii tunaharibu geti moja? Mpaka unakuta watu mnavogombania kushika ile nani kuna nini. Wewe unazungumzia mageti, lakini mimi kuna siku nilishawahi kuzungumzia ukiwa unatoka kama huku VIP. Ukishuka ili utokea hapa kwenye mlango wa vioo hapa. Kama ule unakuta ule mlango unafunguka, unaweza kufunguka ule wote. Ulipo kama lori mbili unafungua hivi panakuwa papana kabisa. Lakini unafungulia ule mmoja kama nyumbani. Yani kama wa nyumbani. Kidogo niupe pale. Afu ni kioo. Sasa unakuta mmerundikana pale kibao mnamenyana. Unaweza kuandika hiyo? Kupata naandika sana hiyo. Mshalalamika sana. Sijui yani sijui. Lakini kingine ambacho kina riski zaidi ni vyoo. Nafikiri waziri hilo la vyoo hajagusia. Utakuta game kubwa kama hii vyoo vimefungwa. Game kubwa kama hii vyoo havina maji. Yani sasa kuna siku choo cha wanaume kilifungwa. Bwana, mimi naingia chooni midume. Nilikimbia. Yani una riski maisha. Sasa watu wanaosimamia ule uwanja, hivi vitu mbona viangalie. Na ndio maana sasa kuna watu wanafanya kusudi, wanafika kule wanavunja mabomba. Wana hasira. Sababu mtu unajua haja ikikubana. Lakini hata kama ukiona hasira ukivunja bomba ni hasara kwa taifa. Wengine ndio wanafanya hivyo sasa kwa ajili tu ya kukomesha. Basi kwa nini wanafunga vyoo? Angalia, imagine, ngoja nikwambie, imagine nikasema aliwahi kuandika. Inawezekana kusomwa. Mbona hata sisi tulishawahi kuandika na nakumbuka TBC kama sio TBC sijui ni TV gani. Walifanya coverage ya jinsi vifaa vilivyoibiwa mule. Lakini ni mambo kama haya. Choo kimoja kitandurumikaje wanawake kwa wanaume? Alafu kuna gharama baada ya mechi, mapato yakishatoka, inaonyesha pale kuna gharama ya maandalizi ya mechi, kuna uwanja, kuna umeme, sijui kuna nini. Sasa hizi zile hela zinafanya nini zile ambazo unakuta hapo kuna unajua mimi nimefurahishwa na Faustini, anasema hilo amewahi kuliandika. Pamoja Tanzania tuna tatizo la watu. Inawezekana watu wakujali bado. Labda wangejali siku watu wangesikia kwamba mlango ule ulivunjwa na watu wamekatika na vioo. Lakini kama wewe jambo kama hilo ni la msingi sana ambalo kwa kweli ulipaswa kuliandika. Mbona tuliandika? Swala la wanawake kukutana kwenye choo na wanaume. Tumeandika. Mechi kubwa kama hii leo unafungua choo kimoja kama pale VIP. Ni kitu cha sisi tumeandika mpaka uvunjaji wa mabomba mule ndani. Lakini kingine kingine Jabili, tukirudi sasa kwa mashabiki. Mashabiki na uruka yetu sisi ni wa Tanzania. Tujaribu kuwa wastaarabu pia. Kwa sababu vile vifaa vimetengenezwa, lakini mimi kuna siku nataka kukuambia nimeshuhudia, sijui ni uelewa mdogo au ni makusudi. Nimeingia toilet. Ukiingia mle toilet kuna zile sehemu za kwenda kutoa haja ndogo. Alafu kwa pembeni kuna masinki yale kwamba ukishamaliza unakuja unanawa. Nimekuta mtu anakojoa hapa anajisaidia pale kwenye sinki la kunawa. Kabisa yani kwa comfortable kabisa. Mpaka tukamwambia vipi? Akajibu vibaya. Kuna mmoja mtu mzima kidogo anampiga kibao yule kijana. Akaambia unakuwa sio mstaarabu. Kwa hiyo ifike sehemu pia na sisi wa mashabiki tuwe wastaarabu, yani wa Tanzania tuwe wastaarabu. Alikuwa amepata sijui alipata au hakupata sijui, lakini katika hali ya kawaida tu uwezi. Yani kwamba unaingia toilet, unaona kabisa wenzako wanapojisaidia. Unaona kabisa na vinaonyesha. Alafu hili ni sink kabisa, unaona kuna bomba pale, unaona kuna bomba kwamba mtu atafungua atanawa, lakini mtu pale amesimama pale anajisaidia, yani yuko comfortable kabisa. Sana matukio kama hayo yanatokea kuanzia kipindi cha pili cha mechi. Kwa sababu unakuta kuna mtu alikuja na matokeo yake anaona sasa kile ambacho alikuwa amekifikiria kingetokea. Nataka tuje kwenye mechi husika, maana mechi husika. Kabla hujaanza nani Jabil, magazeti naona mengi sana ameweka formation ya mechi mechi ya leo ya watani, na gazeti la Mwana Sports ina formation zake ambayo wameweka inafanana 4-3-3 na kwa Simba na 4-3-3 kwa Yanga na kikosi chake, lakini kuna headline vidogo sana ambavyo vipo vikichagiza kwamba mchezo huu ni wa watani. Mwaka 1968 wanasema Yanga ndio ilikuwa klabu ya kwanza kugawa dozi nono katika dabi, lakini mwaka 1977 kwa upande wa Simba, Simba ilitoa kipigo kikubwa kwa Yanga cha mabao 6-0, hicho kikiwa ni cha zaidi, lakini kile cha Yanga kile cha mwaka 1968 kikiwa cha magoli 5-0. Kwa hiyo Simba wakawa wameenda, lakini ukiangalia
key formation ambayo wameiweka hapa. Kuna Manula, kuna Kapombe, Nyoni, Wawa, Gadiel, afu kuna Kahata, Mkude, Shibub, kuna Kanda, kuna Kagere pamoja na Chama. Lakini kwa upande wa Yanga kuna Shikalo, wenyewe wameona kwamba goalkeeper anaweza akawa Shikalo, akifuatiwa na Abdul, akifuatiwa na Yondani, Sonso na Adeum, ingizo jipya. Kuna Balama, kuna Makami, kuna Kaseke katikati pale, na Shishimbi na Nchimbi pamoja na Sibomana. Hapa hakuna Tarik, hakuna Mwaveri Costi Kipe, Mwaveri Costi Kipe, na hata kule Simba yupo yule Yudi Songo, yule nani yupo. Kwa hiyo hizo ndo formation ambazo zipo, na hata kwenye gazeti la Champions unaweza ukaona kuna formation yao wameweza kutoa. Hii yote ikiwa ni uchagizaji katika pambano hili la watani. Wewe ni mchambuzi pamoja na mchokonozi. Nini katika kuchokonoa hapo nani Jabir? Kwanza nilisikia kwenye wiki hii kwamba Nchimbi alikuwa bado hajapata Ditram. Baadaye alikuja kupata. Waliweka sawa. Amekuwa clear. Amepata clearance. Kwa hiyo huenda akawepo. Huenda. Okay. Alafu na yule Ivory Coast. Naye amepata, nimeona. Amepata clearance. Kwa Yanga hamna malalamiko. Au unajua nzima amepata clearance. Nzima sina uhakika. Nzima sina uhakika. Hivi yule Yudi Songo tayari washamsajili sana Simba. Tayari. Jana mbona mshaonekana mazoezini jana? Ni bao lile. Akati suliposti mwenyewe Philip. Bao Bao la nini? Bao la nini? La kisigino. Nasikia historia iko kwa kuna wajamaa walienda Msumbiji wakati yuko Afrika Kusini, kwa mtu wa juu wa Simba akaenda Afrika Kusini, akaenda kumaliziana kule na klabu, wakati hao wameenda Msumbiji huku wakawa kwamba mwenzao yuko Afrika Kusini. Unajua kama yule mwingine yule alikuwa anatoka Zanzibar hapo, mmoja anamwambia bwana nakutumia tiketi ya boti, na mwingine akamfuata au enzi za Rage. Unajua kingine Twitter za Rage Philip kingine bwana, mimi nashindwa na nashangaa kwa sababu hao viongozi wetu wa mpira wa clubs kwenye swala la usajili sijui wanababaika wapi. Si mapacha? Sio kwa sababu gani? Kwa sababu mapacha. Nashukuru leo Faustini unaanza kuungana na mimi. Sijui kwa sababu gani? Kwa sababu unapoenda kumsajili mchezaji unaambiwa kabisa huyu mchezaji Philip anachezea Azam kwa mkopo, lakini klabu yake labda ni Ulimwengu huko. Sasa unakuta kiongozi badala ilitokea kwa yule mchezaji Mkongo yule nani? Mbuitwite. Yaani timu inaenda kuongea na mtu ambaye amemchukua kwa mkopo, ambaye yeye pia sio mali yake, badala ya kwenda kuongea na mwenye mali. Sasa inawezekana hii la Luis naye kawa hivyo hivyo. Mtu alienda Msumbiji kwenda kuongea na klabu yake ile ya Udisong, kumbe mchezaji ni mali ya mtu mwingine. Mimi nasema kitu kimoja tu kwamba kama ni kweli Yanga hawataki kujutia kumkosa huyu mchezaji. Yaani kwa sababu gani? Kwa sababu Yanga ndio walikuwa watu wa kwanza kufanya naye mazungumzo. Sawa? Na Yanga ofa alompa wao Yanga. Na mimi ofa alompa Yanga na kwa mpira wa Tanzania ulivyo, mimi naamini ilikuwa ni sahihi yani. Yaani ni price sahihi kabisa. Kulikuwa hakuna haja. Kima cha chini. Yaani ofa alompa Yanga ya signing fees na salary. Mimi naamini kwa mpira wetu huu wa Tanzania ambao wanasemaga Abdul Mkenge kwamba tunasaidiana, ilikuwa ni sahihi. Yaani abavu hapo ilikuwa ni uongo. Sasa Aji yeye alisema wakimhitaji mchezaji wanampata. Si ndio maana sawa Azam walivyosema hawezi kumpa Okelo ile hela. Yaani mimi niliwaelewa Azam. Tulidiscuss mambo ya thamani. Yaani unajua inatakiwa ifike pointi kuna vitu vingi vya kuviangalia. Saa nyingine tunavyowacheka labda tunavyowasemaga hapa Yanga au waandishi wanavyowazungumziaga Yanga kushindwa kulipa mishahara ni kwa sababu saa nyingine ya kujipa mzigo ambao hauna sababu. Yaani saa nyingine unaweza kusema tunamchukua mchezaji mnakuja kumlipa $5,000 Tanzania. Bei gani hiyo kwa mwezi? Karibuni milioni 12. Wakati huyo mchezaji bado tena mnamlipia hiyo nyumba ya kuishi. Na vibali vya kazi. Bado kuna vibali vya kazi. Lakini unakuja unaangalia ile nani yenu yote, income yenu yote ile. Sasa kwa mimi naona kwamba Yanga wao wanaweza kuona kweli ni mchezaji mzuri wamemkosa, sawa. Lakini sio kwamba
macho yao yamefumbwa kuweza kutafuta mchezaji mwingine wa bei hiyo ambao walitaka kumpa huyu na akawa mzuri. Hiyo hawajafungwa. Lakini kwa bei ambayo Yanga nilioisikia kutoka kwa hao wadhamini ambao wa Yanga ambao walikuwa wanataka kukamilisha hii deal, niliwaambia kwamba hii kama mlikuwa mnataka kufanya hii ni sahihi. Wewe uliona figa? Niliona figa kwamba figa ilikuwa ni hii offer. Na yule mchezaji alikuwa anaenda kusaini Yanga. Kilichotokea tu ni kwamba dakika za mwisho akapokea simu kutoka Simba. Lakini akasema, akawaambia watu wa Yanga asubiri kwanza kidogo, nini. Lakini yeye alikuwa anasaini Yanga. Yaani kwamba vitu vingi vya msingi vilikuwa viko tayari. Lakini kuna issue labda mimi naitazama tofauti kwamba Simba labda hawajamkwapua tu. Mimi naitazama kwamba kwa upande wa mchezaji anafanya biashara. Ile ni kazi yake. Anaangalia wapi atapata hela na uhakika wa kupata mshahara kila mwisho wa mwezi. Sio kwamba ni kwa ubaya. Yanga inakiri kweli hali yake ya kiuchumi haikuwa vizuri. Kwa mchezaji, alafu huku kuna wachezaji wameandikia barua, klabu wamevunja mkataba na nini. Unajua hawa wachezaji wenzetu nje wako very serious. Anaangalia na wakala. Kwa hiyo wakala anaangalia hapa mchezaji wangu akienda hapa atapata shida. Na huenda akipata shida tutashindwana na mwisho wa siku tataka kuvunja mkataba, alafu huenda hata hiyo permit ya kuondoka ikaanza kusumbua mvutano mara FIFA mara CAF. Kwa hiyo wengi unakuta wanaangalia kitu kama hiko kwamba nikienda pale maslahi yangu yatakuwa kwa wakati. Kama mnakumbuka Yanga ilivyokuwa vizuri, na wachezaji wengi walikuja Yanga, ana uhakika wa hela yake, analipwa kwa wakati, vitu kama hivyo, na wengi walikuwa na ignore Simba kwa kipindi hiko kwa sababu Simba nayo ilikuwa haina fedha. Unajua Lastic, nikwambie kitu kimoja ambacho watu wengi leo walikuwa wanashindwa kukielewa na wanashindwa kukitazama. Utawala wa Evans Aveva na Nyange Godfrey, moja jambo kubwa, pamoja na kuonekana walikuwa ni watu ambao yani kama wameifanya Simba iwe chini, lakini jambo moja ambalo limewasaidia katika utawala ule, na ndo nafikiri wanapaswa kulichukua hawa waliokuepo, kwamba wao walikuwa na principle yao moja tu, na ndio maana miaka ile walikuwa wanachekwa sana kwa kukosa wachezaji wengi wakawa wanaenda Yanga. Yaani kwamba huyu mchezaji alifika hadi kwenye Simba, lakini alizungumza na Simba, baadaye Simba ameshindana naye akaenda Yanga. Wao walichukua na maintain, walikuwa wanaangalia capacity ya klabu kama klabu, bila kufikiria kwamba kuna mtu anaitwa Andrew Kingamkono atatoa hela kuisaidia Simba. Yaani wao walikuwa wanaangalia kwamba SportPesa anatugia hiki hapa, kama klabu itaongeza kutokea na mapato yake mengine, basi kisizidi hiki. Kwa hiyo hiko ni kitu muhimu kukitazama. Ndio maana nasema saa nyingine tume overlap price, na Simba walijifunza. Simba wakati wanamsajili Selunkuma, nafikiri mnakumbuka, Dani Selunkuma anatoka Gor Mahia, alikuwa analipwa dola 600 Kenya kama salary yake kwa mwezi. Amekuja Tanzania dola 2500. Kosa nyingine alivyokuwa afunge mlikuwa mnamshangaa kwa sababu mshahara nao umekuwa mkubwa kuliko alikuwa anapata nyuma. Kwa saa nyingine kuiangalia klabu kwanza, yani source ya kwanza ya pesa mnabidi bila kumfikiria mtu mwingine, muiangalie klabu kwamba uwezo wetu klabu leo kama klabu na wadhamini wetu ni hii hapa. Kabla Philip hajaja kutoa wala Faustine hajaja kutoa kwa ajili ya mapenzi, ili muweze kwenda sawa na klabu ilivyo kwenye kipato. Yaani unavyoona zile TP Mazembe inatoa zile hela, unajua ukichukua ubingwa kama Afrika ule wa vilabu mara 3 tukishachukua, yaani mchezaji kumlipa dola 5,000, 6,000, 7,000 ni kitu cha kawaida. Kwa sababu ile thamani ya klabu yenyewe tayari imesha. Yaani SportPesa leo Simba haiwezi kuwa bingwa Afrika, alafu SportPesa ikaja akasema tunakupeni bilioni 5 kwa miaka 5. Yaani SportPesa haiwezi kuja kuleta dili hiyo tena. Itasema bwana bilioni 10 kwa miaka 3. Kwa sababu thamani ya klabu imeshapanda. Kwa kumleta mchezaji wa dola 7,000, 8,000 kwa mwezi ni kitu cha kawaida. Okay, ndio mambo ya uthamini wa wachezaji. Nafikia kwa Abel katika gazeti la Mwananchi na kusomea paragraph moja. Weka kichwa cha habari watu wakisikia. Wataweza kweli? Swali yeye kichwa cha habari hicho ambacho kinaandikwa na kina Kinga Mkono. Alafu wapi hilo? Kwa hapo kiko neutral. Inawezekana labda wakasema Simba ataweza kweli? Jibu likawa wapi? Au Yanga ataweza kweli? Jibu likawa wapi? Mimi nitamsubiri kesho au Jumatatu nisome uchambuzi wake baada ya mechi. Chazi kwa sababu wanga anapenda kusoma uchambuzi wake. Alafu nimchallenge. Anaanza hivi, nchi itasimama kwa muda leo kupisha mechi iliyosubiriwa kwa hamu ya watani wa jadi Simba na Yanga. Moja ya derbies kubwa zaidi ya Afrika, pengine
ndio kubwa zaidi Afrika, pengine ndio kubwa zaidi, itapigwa leo kwenye uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Mitaa ya nchi nzima kufunikwa na bendera na jezi ya kijani na njano na nyekundu na nyeupe, rangi rasmi timu hizo. Ni jambo la kiutamaduni kila inapowadia mechi hii ya kihistoria, akiwa na maana kwamba hii dabi ni dabi kubwa Afrika na pengine Afrika Mashariki, lakini pia hata Mazingiza pia ashakiri hivyo kwamba huenda ikawa ni dabi kubwa. Ni dabi kubwa. Labda kitu ambacho labda mimi nasema labda tunakosa isiyo hata dabi namba 2 baada ya Al Ahly na Zamalek, ni kwa sababu labda promotion yetu ya mechi hii inakuwaga sana kwenye ukanda wetu tu wa Afrika Mashariki na Kati. Lakini kama ingekuwa Azam TV, Azam Media na kushirikiana na bodi ya ligi, kushirikiana na wadhamini wa ligi Vodacom na kushirikiana na TFF wenyewe, kama tungekuwa tunaweza kuiuza mechi hata kwa bure, kusema kwamba mechi ionyeshwe Egypt, ionyeshwe Tunisia, ionyeshwe South Africa, kwa sababu leo watu wengi unaona watakuona hii Azam kama South Africa, wa Tanzania wengi wanaoishi South Africa uaga wanaiba Azam kwenye nini yenu ile nini. Kwa hiyo kama tungekuwa tunaweza kuiuza na kuipromote, inaweza kuwa kabisa dabi namba 2 Afrika, ukiachana na Al Ahly na Zamalek. Kule Rwanda wanaona Rwanda. Kwa hiyo Rwanda ile movement ya Haruna kuja hivi wanaiona. Hata Burundi tulisema siku na Burundi. Kwa hiyo ile movement, natolea mfano kwa Rwanda kwa mfano. Wanakupa Haruna yupo hivi, Haruna kashafika da, Haruna kaanza mazoezi. Yaani watu wa Rwanda wanakupa wako wa kwanza kutuma picha. Mimi nasema kwa nini labda inakosa promotion. Acha promotion, inakosa sifa za kufikia labda dabi ya Al Ahly na Zamalek. Ni kitu kimoja tu. Unajua hawa jamaa wawili wa Misri wenzetu wametamba Afrika. Yaani mpira wao ni zaidi ya ndani ya nchi yao. Yaani wao wanafanya vizuri na Afrika wanafanya vizuri na Afrika wanatambulika na dunia inawatambua. Umeona? Kwa hiyo hata Kaizer Chiefs na Mamelodi na wenyewe vile vile Afrika wanatambulika. Kwa hiyo unakuta hizi timu kwa sababu hazifanyi vizuri tu ndani. Kwa hiyo mtu anajua hao ni giant wa Tanzania, lakini anawaona kwenye ramani ya Afrika. Sasa sisi timu zetu muda mwingi sana hazionekani kwenye ramani ya Afrika. Kwa hiyo mnaonekana dabi yenu inakuwa ya kishabiki zaidi ndani, kwa sababu inakosa hiyo sifa moja tu kwamba labda Simba mwaka jana ilipofanikiwa kuingia kwenye robo finali, labda na Yanga nayo mwaka huu season ilikuwa na wonderful season. Yaani na mwaka huu labda ingekuwa imefika tena hatua ile na mwakani Yanga nayo inafika hatua ile au inachukua ubingwa. Kwa hiyo hawa jamaa ujanati wao sio ndani tu hadi nje. Kwa hiyo maana hapo ingeongeza thamani ya hii mechi. Lakini nimemwona mwandishi mmoja habari wa Ghana anaitwa Asiedo, kwa sababu ameripoti mechi toka jana, ameanza kuizungumzia. Wagana wanaifuatilia kwa sababu kwanza kuna Moro yuko hapa Mgana. Naona alafu Wagana wengi wamecheza hapa, kina Kotei nani na kuna Azam kule kuna Wagana na Azam kuna Wagana. Kwa hiyo wanaifuatilia kujua, na uwezi kubisha kwa sababu pamoja kama unasema tuitangaze sana, lakini watu wanaijua, inatangazika mechi kwamba ukizitaja dabi za Afrika kwenye timu ambazo zinajaza uwanja zenyewe zikikutana, ukizitoa timu za Afrika Kaskazini ni Simba na Yanga. Labda hiyo Kaizer Chiefs na nani kwa kusini ndio ambazo zinaweza kufikia idadi ya Simba na Yanga zinazojaza. Vipi Wydad Casablanca na Raja Casablanca? Hiyo nayo dabi inajaza watu. Nasema timu za kaskazini ndio zinajaza watu viwanjani. Wydad Casablanca na Raja Casablanca mechi iliyopita ambayo walifunga goli Beno yule mchezaji ambaye walimnunua Raja Casablanca kutoka AS Vita. Beno Moringa, anaitwa Beno Moringa tena. Beno Mutongo nafikiri kitu kama hiko, yule striker ambaye Raja Casablanca analipa $80,000 ambaye alifunga goli la ushindi zikiwa kama bado dakika 10 mechi kuisha. Wydad Casablanca walifungwa 2-1. Siku ya pili Raja Casablanca waliuza jezi karibuni 30,000 za yule mchezaji. Haya. Tumezungumzia wa Ghana kwa kutufuatilia. Hivi Lamile anacheza leo? Leo acheze kwa sababu ana kadi 3 za njano. Kadi zishafika 3 na Yanga wakujua. Kwanza walikuwa wakujua, lakini wiki ndio nimeona wameanza kujua. Wamejua baada hapo kuulizia baada ile watu walianza kuuliza bwana vipi na kuaje, kwa sababu watu kwa sababu walipata kadi kwenye kombe la FA
na kadi 2 za ligi. Unaona? Kwa hiyo ikawa ina mchanganyiko, je, kadi ya FA inakuja kutumia huko. Lakini nadhani ni kwa kweli nilivyosikia Yanga kumkosa Lamine Molo. So far toka amekuja Tanzania kiwango chake ni pigo kubwa sana kwa Yanga kwenye eneo la ulinzi kumkosa Lamine Molo. Ni very sad story kuizungumzia Lamine Molo kukosekana mechi ya leo. Kwa ajili ya uzoefu wake, maamuzi anayoyafanya. Yaani toka amekuja ni mmoja katika wachezaji ambao recent Tanzania wamekuja, mimi ambao nimempa credit. Na nilikuwa na challenge watu wa Simba kwamba ilitokeaje Lamine Molo amkumsaji ligi? Nilikuwa nawauliza, wanasema unajua hakuwa vile. Najitahidi kuona labda kweli kipindi alivyokuja kipindi kile kwenye Simba Day, si ndio? Hakuwa vile kweli, lakini kwa mabeki waliokuja Tanzania wakati kwenye kipindi cha karibuni, ukiachana Mohamed nani wa Azam, Yakubu Mohamed nafikiri Lamine Molo anapaswa kuingia kwenye top 5. Top 5 Anafanya vitu, yani anacheza vile anavyotakiwa kucheza center half. Lakini cha kuwakumbusha tu huu mkanganyiko wa Molo, nafikiri mimi naweza nikaendelea kuwatupia lawama mameneja wa klabu hizi, kwa sababu majukumu yao kuangalia mchezaji wangu, huyu mchezaji ana kadi ngapi, huyu mchezaji anatakiwa nini. Nadhani hiyo communication mameneja wamekuwa zaidi kama makocha wasaidizi au makocha tu pale, wanasahau kwamba wanashindwa hata kuchukua takwimu za wachezaji wao. Mchezaji wangu huyu leo hii unamtafuta meneja unamuuliza hivi, labda mechi zimeshachezwa 21 za ligi, huyu mchezaji kacheza mechi kacheza dakika ngapi hajui. Lakini last week umezungumzia swala la mameneja, lakini kwa Yanga nafikiri kuna jambo lingine la msingi zaidi. Ni kwamba Yanga walibadilisha meneja vile vile, si ndio? Kwa hiyo inawezekana alivyotoka Afisa Saleh, si alikuwa Afisa Saleh, si aliondoka na kina Zaira. Lakini inawezekana labda kwenye mambo ya kukabidhiana haya sasa yakawa kuna matatizo. Lakini baada kulikuwa kuna wamecheza mechi ngapi mpaka leo? Mkwasa ana zaidi ya mechi 4. Alikuwa anatakiwa au anajua kwamba mchezaji huyu anatakiwa. Kwanza mimi naomba niulize. Kwa hiyo sasa hivi waandishi wa habari imekuwa confirm kwamba ukipata kadi yoyote, adhabu yoyote kwenye FA inahesabika huko. Kama kanuni kama Uingereza. Sio, nakumbuka ulikuwa na mgogoro huo zamani ule wa Simba. Na hiyo najua hii Simba wenyewe ndo walianzisha hiyo, kwa sababu walitumia mashindano ya FA kumfanya mchezaji wao acheze mechi ya ligi. Wakasema alikuwa ashatumikia kwenye mechi ya FA. Walisema kanuni haizungumzi chochote, ilikuwa wanasema iko silence. Kwa hiyo ibadilisha kanuni zinatungwa wakati mwingine kwa ajili ya watu. Kwa hiyo mimi naamini kwanza, kwa sababu leo ni siku ya watani wa jadi, naamini watazamaji wakaangalia mpira. Kwa hiyo tutumie VAR. Nilikuwa nasoma habari za Egypt. Tena Faustini nafikiri tuliongelea wiki iliyopita. Zamalek jana umepeleka rasmi. Zamalek jana umepeleka rasmi maombi yao kwenye chama cha soka cha Egypt. Cha kuomba mechi zao zote za ligi kuu zilizobakia zote za msimu wachezeshwe na marefa wageni. Hivi kamati itajadili ombi lao hilo, nafikiri ni kesho talijadili ombi lao kwamba mechi zao zote za ligi zichezeshwe na makocha wageni. Kwa hiyo italeta, labda tumtafute Asmani Kazi kidogo atueleze inakuaje. Italeta picha mpya. Italeta picha mpya. Sijaelewa. Nafikiri hata vilabu vya hapa vina uwezo wa kuomba hivi. Inaweza kuomba na ikafanikiwa. Itaambiwa kama si mnakubaliana. Na gharama kubaliana. Ishi ni makubaliano. Kwa sababu kuna issue ya gharama ya huyo marefari unawaleta. Pande zote mbili zinakubaliana, kama Simba au Yanga au Prison na Mbeya City wanakubaliana, bwana mwamuzi atoke Zambia aje atuchezeshe. Ila ligi ya Egypt nilichogundua ni ligi moja ngumu sana. Kuna mizengo mingi. Mizengo mingi ndio maana. Mizengo ni mingi zaidi. Mizengo mingi ambayo inaendelea toka wamevurugana pale kinani, mambo mengi ambayo hayako sawa. Tunamsubiri mwenzetu Jamal Abbas Dod ambaye yuko mtaani. Wakati wote tutakuja naye moja kwa moja kuweza kufahamu nini ambacho kinaendelea mtaani katika Kurasa, alafu tutaweza kuangalia mengineo. Lakini ni kujuze tutoka pale saa 1 asubuhi ulikuwepo unaendelea kuangalia vipindi tofauti, ikiwa ni siku maalum kabisa ya dabi, watani wa jadi, siku ya kihistoria.
wanakutana katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Mimi toka asubuhi nipo mjengoni humu na kuna taa. Sasa nikaambiwa kwamba kuna mvua imenyesha. Sina uhakika mvua imenyesha kama mambo ya utamaduni haya. Imenyesha Taifa tu. Sijui anamaanisha nini. Mwani umeniambia imenyesha Taifa tu. Au umenidanganya? Mwani kanidanganya bwana. Ina maana gani mvua ikinyesha? Ni maana yake nini? Ndio hicho nashangaa. Mimi huko naona mwanga tu. Kwa hiyo lakini Philip, jana umesikia? Uwanja usiku ulikuwa chini ya uangalizi sana. Uangalizi wa watu wameenda kulinda Simba, wameenda pale asubuhi bwana. Tumefika asubuhi na wameondoka saa wametimuliwa wale watu. Walitimuliwa usiku, lakini watu walienda pale kulinda uwanja. Nasuma JKT wamemwagwa hatari pale uwanja wa Taifa. Kama uliweza kufuatilia. Na unalindwa na Suma JKT. Kwa hiyo sasa haikuwezekana kuwepo hivyo. Kwa hiyo sasa hivi ndio wakati wa kwenda uwanjani. Si ndio saa 5 sasa hivi? Ili tuepuke na masuala ya foleni nini. Makeleo ni mtanange na Simba kusema kweli wamepania. Mimi nachofurahia Simba mechi yao wamepromote kama club. Ya kwao na wao ndio watapata mapato. Wamepromote na Yanga wamepromote kivyao vyao kwa maana kwamba mashabiki wao wanunue jezi za GSM ikiwa ni sehemu ya kuongeza mapato na pia kumpa moyo mwekezaji. Lakini mimi kwa mara ya kwanza ningependa niwapongeze Yanga na GSM. Kama na nafikiri waandishi wanaweza kuwa mashahidi na wao kama wameliangalia vizuri. Kwa mara ya kwanza nimeona yani watu wa Yanga wameacha kuvaa zile jezi sasa za kudondoshwa chini. Yaani ukikutana na washabiki wengi wa Yanga, nafikiri hata pale uliona wakati tunaongea na wale washabiki wawili wa Yanga, wote wamevaa jezi ambayo kweli ndio ambao yani ipo kwenye klabu, yani kweli yani inajulikana na klabu. Ilikuwa hata zamani mtu anaweza kutengeneza zile akazilaza chini GSM na washabiki wakuta wanavaa zile zaidi kuliko zile ambazo zinatakiwa ziongezee. Wakati mwingine issue ni bei. Unajua wakati mwingine jezi inaweza ikauzwa yuku 30,000. Mtu yule pale chini akanunua 10,000, 15,000. Ndio maana anaangalia uwezo wake. Ndio maana mimi ninachotaka rangi. Ndio maana nimewapongeza kwa promotion na yani kwamba wamejitahidi kufanya promotion ya jezi pamoja kweli unavyosema bei labda iko juu lakini bado unaona watu wamejitahidi kufanyaje? Umefanya promotion. Yani promotion nzuri umefanya. Mimi nilikuwa nasema kwamba hii issue ya jezi, issue ya jezi clubs kama zinaamua kweli kuweka misingi mizuri ya kuhakikisha kwamba wao ndo wanauza jezi zao sahihi. Ilikuwa inawezekana, isipokuwa kipindi kile upigaji ulikuwa mwingi. Yaani hawa wao ambao mnaweza mkakaa mkafanya maamuzi kwamba tuhakikishe kwamba jezi zetu zinauzwa na kampuni fulani. Hawa wao wanageukana, mwingine anatoka na kuzichapisha yeye mwenyewe. Mfano wiki hii kwa sababu hawaruhusu logo kutumika. Ukitumia Yanga ama Simba unaweza ukakamatwa. Unaona wiki hii unajua wamebadilika kule, wale wa mtaani wale wa kuchakachua wamekaa vipi? Unajua katika zile kofia za hata yule pale umemwona mshabiki yule alivaa imeandikwa mnyama ama wekundu, hawatumii neno Simba ama Yanga kwa sababu ya kuepuka hiyo, lakini rangi ni ile ile wanaweza kutumia. Kwa hiyo unaweza kuona ni mchakato ambao unaweza ukiendelea. Mimi naamini yani Yanga wana mwaka mmoja zaidi wakifanya hivi na watu unajua hivi vitu vinavyokwenda mara nyingi unajua Tanzania tulivyo. Yani ukishasikia bwana mtu akwambia bwana yeye ndo mpigaji sana bwana. Kwa hiyo ukishaanza kusikia anakwambia yeye ndo mpigaji. Yani yeye ndo hata kileta kitu cha kweli. Hawakiamini. Hiyo anapata ana percent yake. Kwa hiyo hii watu wa Yanga mwaka huu walivyonunua jezi na timu yao ikafanya vizuri. Wakaona kwamba timu imetulia, imefanya vizuri. Naamini kabisa mwakani Yanga watafanya biashara zaidi ya vitu vyao vya Yanga. Hasa timu yao ikifanya vizuri. Na hasa timu yao ikifanya vizuri. Maana unajua hapo kunaendana vile vile. Duniani kote. Timu inafanya vizuri inauza biashara zake vizuri. Hivi magazeti yameripoti chochote kuhusiana na maamuzi wa leo Jonesia? Sana ametokea wapi? Sijaona. Ni wiki nzima magazeti ya wiki yote katikati ya wiki. Leo wanakuwa na mchezo kwa mchezo. Leo huwezi kumzungumzia mwamuzi kwa sababu tayari yeye ataongea tu general kwa ajili ya mchezo. Lakini kubwa ni nini? Kwa mwamuzi tupite tu hapo kidogo. Kwa Jonesia kubwa ni mwamuzi mzuri, mwanadada, mama mzuri, anajua kazi yake, lakini ni mwamuzi ambaye anataka wachezaji wa mheshimu. Unapokuwa uwanjani unajua wakati mwingine
Mimi naomba niseme ukiwa ukipanda juu na yeye anapanda juu, kwa hiyo lazima wewe ujue kujicontrol na yeye, kwa sababu tayari ana kisu mkononi. Ukipanda sana juu atakupa adhabu yako. Ana rekodi kidogo za wanazijua, wamepata watu kadi sana kwenye mechi kama hizo. Anafika kwa wakati kwenye tukio. Sasa ana tatizo. Ni mwamuzi ambaye ametimia. Ni mwamuzi wa kimataifa. Yaani ana tatizo kwenye maamuzi. Sema pressure ya mechi najua ina sehemu yake, na mwamuzi naye ni binadamu, ana sehemu yake. Anaweza kama vile mchezaji anapokosa goli, kama vile mchezaji anapotoa boko nyuma, anakosoa, anafungisha, na mwamuzi kuna wakati anaweza kufanya maamuzi ambayo yanaweza siwafurahisha watu wengi, akatoa kadi ambayo labda watu hawamkufurahia, lakini ni mwamuzi ambaye yuko makini, anajua kazi yake vizuri, na sisitiza anajua kazi yake vizuri, na wachezaji wamheshimu kama mwamuzi mwingine yote. Basi mechi leo ni sare. Mimi toka meza tutaongea baadaye mwisho wakati tunafunga. Huyu ana matatizo leo, anaumwa toka asubuhi. Umemwambia mvua imenyesha, kachanganyikiwa, akasifanye kipindi. Afika changanyikiwa, hata earphone ukiangalia tu inaweza kukueleza huko ina rangi ya njano na nini. Mimi leo ninachosema katika kitu, sijui kama nyinyi mmewahi kuchunguza mechi ambazo Jonesia amechezesha, ambazo Oku alikuwepo akicheza kama upande wa Simba. Oku alikuwa anamsumbua sana. Yaani nafikiri leo katika siku ambayo Jonesia atapumzika leo, kusumbuliwa anapopiga filimbi ya maamuzi ni leo. Kama mmechunguza, yani mechi ambazo akachezesha za dabi ambazo Oku alikuwa upande wa Simba, alikuwa kila kipiga filimbi Oku yuko naye. Na nimefurahi huyu hapa amekumbusha hii picha hapa. Nimeiona picha hapa. Kuna picha katikati inamuonyesha zoe Oku alikuwa mlalamkia sana, yani alikuwa mechi zote zilizochezesha ambazo Simba Yanga, ona Oku anapomfuata na kumuonyesha. Na nafikiri kuna mechi alishai kumpa njano ya Simba na Yanga, alimpa Oku njano kwa sababu ya Oku alipokuwa anamsumbua. Lakini Oku siku zote Jabir, sio kwa mwamuzi huyo tu. Oku siku zote alikuwa ni msumbufu kwa waamuzi na anajua kutetea timu, na ndio maana timu ilikuwa ikienda nje ya nchi, Oku ndio anakuwa kapteni. Kutokana na anajua kusema na muamuzi, na mara zote mechi za nje ukimwangalia zote yeye ndo alikuwa anaangalia. Kuna mechi ile ilikuwa na Al Masry, mechi ya marudio kule kwao, Oku unamuona kabisa ana aje na muamuzi kwamba ana kitu kinachofanyika anachokiona sio sahihi, anamwambia muamuzi. Kwa ni mchezaji ambaye anaweza kujieleza, anaweza kujitetea. Labda Filipo ulidakia ukasema kwamba wewe kwako wewe ni sare. Sasa mnakumbuka kwa pambano la Joshua. Muombe iwe sare yule apumzike. Pambano la Joshua na Luis, kila mtu alipredict hapa, kila mtu alisema. Kwa hiyo bwana Filipo amesema sare. Kasema sare. Ile pekee yake. Mimi nasema kitu kimoja kwamba timu itakayoshinda leo ni timu ambayo itafanya maamuzi sahihi kwenye kuchagua wachezaji 11 wa kwanza, 1, 2 itakaofanya maamuzi kwenye time sahihi, kwamba tumemwona Juma Abduli hapa leo yuko vizuri, mlete kwenye benchi, ingiza light player. Jabiri, hayo maelezo. Matokeo tupe. Matokeo mimi siwezi, naweza kusema mechi dakika 90. Dakika 90. Sare au? Acha maelezo bwana. Yaani sare au kuna magoli? Kufungwa, kushinda na draw. Na draw matatu dakika 90 ndio. Filipo kashasema sare. Basi sare. Filipo sare. Anatamani kusema. Jabiri, mbona kama unatamani kuongea lakini kama vile linarudi. Unataka kusema linarudi mdomoni. Au 5-1. Na kwanza 5-1 nani? Kwani hatujamzoea kuvaa tai nyeusi. Mambo. Last take. Mimi 1-1. Sare wewe na wewe sare. 1-1, sio bila. Wewe hujasema sare ipi sasa? Yeye kashasema sare basi. Natosha. Sasa mimi nimesema sare wewe. Kinga. Mimi na hapa Simba nafasi. Mwani kuna mtu anafungwa 2-1. Nani? Sasa kwa lazima tutaje Simba. Twendeni moja kwa moja kwenye nani? Simba anashinda leo. Of course mimi nawapa Simba. Unawapa nini? Ushindi. Sasa kwa kila mtu ana matokeo, inamaanisha Jabiri leo anaifunga. Jabiri analo. Basi twende uwanjani utazimia. Anaweza kama kitu kinamkaba hapa. Utazimia wewe uwanjani. Lakini ni sare, yani sare. Sawa, tumekubali sare. Tutakutana Jumamosi hapo tuelezee. Sawa. Jabiri
machi kama alivyotaka. Siende uwanjani. Hapa Simba mfukoni. Kwenye Azam TV una matokeo mfukoni. Anayekwenda uwanjani ana matokeo yake mfukoni, gazeti umeshika. Timu bora inashinda bwana, usiseme. Timu bora inashinda. Niambia bwana Mwani niseme kwamba timu bora inashinda. Au ndio unang'anga Simba. Ndio kasema mimi niseme timu bora, si ndio kasha sasa. Mimi nimeongezea kwa wewe sema ya kwako. Sema ya kwako. Usije ukaenda ukatoka la kiti kule. Unasema? Usije ukaenda ukatoka la kiti kule baada ya matokeo unayoyafikiria. Jabi, ngoja nikurahisishie kazi. Nani unampa nafasi kubwa kupata ushindi mchezo wa leo? Sio maelezo. Kwa uzoefu wangu na nilivyowahi kushiriki Simba na Yanga, huwezi kusema hiko kitu hata siku moja. Kwa hiyo mvua inanyesha, nani anashinda? Mvua inanyesha. Kama basi mvua inanyesha kama Philip alivyosema Simba itashinda. Kama mvua anavyosema. Yaani hilo ndio liko linamkaba, unasema. Mimi bado matokeo yangu sijasema. Sasa mbona kwani useme na kubembeleza? Kushoto na kulia. Nani atashinda? Kushoto na kulia. Atashinda, kulia itashinda, si ndio Simba? Kulia. Au wewe shida basi matokeo tushajua basi. Tushaelewa. Ndio nauliza sasa. Ila tahadhari tu. Kama upo vizuri kiafya, wewe basi usiende uwanjani, tulia, angalia kwenye Azam TV, tulia kwenye kochi pale mwenyewe. Ambaye shemeji akuletea soda yako pata koka hapo inaongeza pressure na kushusha. Mechi Simba na Yanga ni ngumu. Mechi ni ngumu kutabiri kwa sababu ya mechi ngumu sana ya asili. Kwa timu nyingine unaweza kuona ni ngumu, lakini Simba inaweza kushinda, lakini ni ngumu. Ndio maana kuitwa kuna wakati pale watu walikuwa wanajua Yanga itaipiga Simba goli 5 kwa sababu Simba ilikuwa mbovu, afu mechi ikawa 3-3 ikawa maajabu vivi. Unaona, kwa hiyo kuna matokeo mengine ya kushangaza hivyo wakati yanakuepo, lakini haya jamani, mimi nafikiri tumefika tamati kwa kurasa kwa siku ya leo. Tutakutana na utabiri wetu wiki ijayo inshallah, Mungu akituweka hai. Tumalize mechi salama, lakini nikujuze tu kwamba tunaendelea na mfululizo wa vipindi tofauti kuhusiana na watani wa jadi ambao wanakutana leo hii katika historia nyingine hapa Dar es Salaam katika uwanja wa Taifa, na kumekuwa na mabasi mengi sana Costa yanakuja Dar es Salaam toka alfajiri ya leo. Kwa hiyo tunaweza tukafuatilia hivyo. Alafu kitu kingine ni kwamba ni bandika bandua leo. Kwa hiyo usitoke katika luninga yako, kikaa hapo katika mkeka wako mpaka saa 5 za usiku. Unaweza ukang'oka na bila hata bugudha ukaenda ukalala, bila hata heka za watu kukuheka kwamba nimeshinda mimi. Wewe kaa nyumbani, alafu uweze kushuhudia mechi. Kaa nyumbani au nenda Taifa uweze kuona moja kwa moja mechi hizi. Kwa sasa sina mengi mtangazaji. Katika mechi ya leo ni Baraka Mpenja na Com2, kwa maana kwamba msaidizi wake pale atakuwepo ni James Samuel. Kwa hiyo usikose kufuatilia matangazo hayo moja kwa moja ifikapo saa 11 jioni. Mimi nimemmaliza. Confirm mechi inaanza saa 11 kamili. Saa 11 kamili mechi. Kwa hiyo tutaenda mpaka kigiza pale. Alafu tutaingia kwenye mechi za FA. Kwa hiyo mambo yanakupa sawa. Kinga una la kujazia katika ubani. Watu wafike mapema uwanjani. Waheshimu utaratibu utakao umepewa kuingia uwanjani. Kila mtu ana tiketi yake mkononi. Wafuate utaratibu. Wakashabikia na kuendeleza amani. Kwa sababu kuna watu wanaenda na watoto na nini. Kwa hiyo amani ni jambo la msingi sana. Umepoteza mechi, rudi nyumbani, kagombane nyumbani na watoto wako au na familia yako. Lakini pale uwanjani heshimu, kwa sababu utaleta vurugu ambapo utakuja kuathiri watu wengine ambao hawakuwa na hatia. Umepoteza mechi, sio unang'oa kiti. Kiti hakikuhusu, rudi nyumbani. Uking'oa kiti unakamatwa. Ukikamatwa unaenda kulala selo. Ukilala selo unafikishwa mahakamani Jumatatu. Kwa hiyo umefungwa una tatizo na kiongozi, vilabu hivi wana vilabu vyao, wana ofisi zao. Nenda Jangwani, msubiri kiongozi, umlalamikie kwamba nani kauza mechi au nani hakufanya vizuri, akuvunja nazi, sema pale kambini. Sio pale uwanjani. Sio pale. Kidogo Mwani, kidogo cha chandu. Bwana, ukwaji unasaidia sana pale. Ice cream za Azam zinasaidia sana uwanjani. Kwa uwanjani? Na kiu. Kwa hiyo ukwaji wa Azam leo uko mwingi. Mimi najua leo utakuwa uko mwingi sana. Kwa hiyo wale pia wapitaji wawe wengi kwenye majukwaa. Siku hizi kuna embe. Nimeona. Kuna embe ice cream. Embe. Ice cream. Ice cream ya embe. Na ukwaji umepelekwa kwenye zile juisi ndogo. Kwa hiyo mambo
buli. Kwa hiyo ukishaona matokeo mabaya, unakula ukwaju, kula tuliza hasira. Basi. Faustini unasema kidogo. Faustini jana ilikuwa birthday yake. Jana ilikuwa birthday yake. Ndio maana kumbe mkorofi. Yeye unazaliwa mwezi wa kwanza. Leo kachelewa leo. Sababu alikuwa anafanyia Msimbazi. Nimewahi kabisa. Amewahi. Happy birthday ya jana. Nashukuru sana. Mimi kuelekea mchezo wa leo saa 11 ni waase tu wale ambao wanakuja na watoto uwanjani. Tumeshazoea sana kupata baada ya mechi kuisha matangazo. Alopoteza mtoto, alifanya kitu gani? Kama uwezi kuhimili pressure ya mchezo ukasahau kuchukua umeenda nacho, mwache nyumbani angalie kwenye TV. Lakini kama unakuja naye basi kuwa naye makini kwa sababu hata wale wanaozimia. Na hata wale unajua wale wanaozimia na hao wanaosema ni wale wanaojaa kwenye magazeti ya asubuhi. Yaani akishafungwa kesho asubuhi nitamkaje kwenda habari kwenye magazeti. Kwa sababu na watu kama watatu wanakuwa wanamsubiri na wale nao wanawahi kumsubiri yeye aje. Kwa hiyo huwezi kujificha. Ndio wale ndio wanakuwa na tatizo. Last take kaubani. Mimi kwangu mechi sasa hivi naona inaendelea. Lakini itahitimisha hiyo 11 na kuendelea huko. Nafikiri tusiende kuvunja tu masinki. Kwangu yale masinki acheni salama, rudini kwa amani nyumbani na mpende familia zenu kwa sababu mechi kama hizi saa nyingine zinavunja mpaka ndoa. Kwa hiyo mpende familia zenu. Jamani, mimi sina lolote la zaidi ila tukutane, tuendelee kuwepo katika runinga ya Azam, na kwa sasa kwa niaba ya wenzangu wote tunasema kwamba kwa wakati huu tunapumzika, tunameza mate, alafu tunarudi baada ya dakika chache sana, tunarudi na vitu vingine vizuri kwa ajili ya vipindi vinavyoendelea vya watani wa jadi.